أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بداية والآخر بلا نهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعث لتوحيد الكلمة ولكلمة التوحيد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزى الله محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتق الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم فاعلموا أن الفوز لمن اتقى ومن لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه فلا خير في من كان لله عاصيا. Watukufu Islam, na kuhusieni kama vile ambavyo nahusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah jalla jalalu na kumtakia ziada za khairi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwenye kuyafanya hayo ndiyo kuna njia bora ya kufaulu. Ikhwatal iman, leo ni siku ya Eid. Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza siku hii kwa Waislamu. Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-swaim, ama hakika ya mfungaji, lahu furahatani, anazo furaha mbili. Furaha ya kwanza, ikhwatal iman wal islam, ni ile siku ya kufutari ambayo ndio siku ya leo ya Eid. Na furaha ya pili, ikhwatal iman, ni ile siku ya Eid, ni ile siku ya Eid, siku ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wal islam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kutoka katika jambo kubwa sana la saumu, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea katika hadithi al-Qudusi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li wa ana ajri bi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba saumu ni yangu na mimi ndio mlipaji wake. Ikhwatal imani wal islam, leo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia siku ya leo ni siku ya kula, ni siku ya kunywa, ni siku ya kustarehe, ni siku ya kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni siku ambayo Waislamu wanayo furaha kubwa baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwatal imani wal islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea ndani ya Qur'an akiwa anatukumbusha sisi kwamba tumuogope yeye, na ni vyema katika siku ya leo tukamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an akiwa anatuambia sisi tumuogope yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na anatutaka sisi tumuabudie yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu ziwe khalisatan lillah, katika mambo yetu yote iwe khalisatan lillah. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia mwingi wa fadhaila, kwani wapo miongoni mwetu walikuwa wanatarajia matarajio kama yetu kwamba wataifikia siku hii ya Eid, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafikisha katika siku ya leo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala
anatuhimiza ndani ya Qur'an baada ya kumaliza ibada, pale aliposema katika ibada ya hija na katika ibada mbalimbali, fadhkurullaha la'allakum tuflihun, mtajeni sana Allah subhanahu wa ta'ala ili mupate kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala anatujenga sisi ndani ya Ramadhan kuwa na takwa, lakini pia wasia huu wa takwa unaendelea mpaka katika kipindi hichi cha Eid al-Fitr na maisha yetu yote. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Watukufu Islam, ni misururu ya aya zilizokuja kutuhimiza sisi katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha yale ambayo yote ameyakataza, kama vile ilivyokuwa wakati wa maswahaba ridwanullahi alaihim, walikuwa wanaisherekea ili kwa wema, walikuwa wanawatembelea wagonjwa, walikuwa wanawafariji wafungwa, walikuwa wanawakirimu wasiojiweza. Ikhwatal imani wal Islam, hii leo sio siku ya mchezo. Hii siku haitakiwi kuchezewa katika maasi, kwani anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asa Allah yawmal wa'id fakaannama asa Allah yawmal eid fakaannama yasa Allah yawmal wa'id, yule ambaye atamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Eid, mfano wake ni mtu ambaye amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ikhwatal imani wal Islam, leo ni wakati wa kuchunga zile haki za wake zetu. Leo ni wakati wa kuchunga zile haki za watoto wetu. Leo ni wakati wa kuchunga zile haki za majirani zetu. Ikhwatal imani wal Islam, leo ni siku ya ibada, ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sana, ni siku ya kuwarahamu, kuombea dua na kutaka msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wazazi wetu au ndugu zetu waliotangulia. Ikhwatal imani wal Islam, ni vyema leo tukajiweka karibu na familia zetu kwa ajili ya kuwafariji, familia yetu, kukaa nao pamoja kwa upendo, kuwakirimu wale ambao wako katika hali ya umaskini au hali ya ufukara. Tukiyafanya hayo, ikhwatal imani wal Islam, itakuwa ni miongoni katika yale mambo ambayo tumeiga kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alionekana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa mkarimu, lakini alikuwa mkarimu zaidi katika siku hii ya Eid, kwa kucheza na watoto, kwa kuwafariji watu, kwa kuwatembelea wale waliokumbwa na matatizo mbalimbali. Ikhwatal imani wal Islam, ni vyema tukajifunga katika ibada, tusije tukapoteza thamani ya Ramadhani yetu kwa starehe ya siku moja, kwa sababu wapo miongoni mwa watu huona kwamba leo ndio siku ya kulewa, wakaona kwamba leo ndio siku ya kufanya maasi, hususan maasi ya zinaa. Ikhwatal imani wal Islam, jambo hilo ukilifanya itakuwa umefisidi Ramadhani zako zote za mwezi mzima ambazo umezifunga. Ikhwatal imani wal Islam, ni siku nzuri, lakini siku ya kutahadhari sana, kwa sababu ni siku ambayo hutumia watu fursa hii kufanya uhalifu, lakini pia kutumia fursa hii kufanya wizi na mambo mengine ambayo hayafai. Kwa hiyo ikhwatal imani wal Islam, ni vyema tukawa makini katika kufuatilia nyendo za watoto wetu, lakini pia taratibu zetu ndani ya majumba yetu, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie Eid yetu salama, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Faqala azza min qa'il alim, fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، ادعوا الله ربكم وأنتم موقنون بالإجابة.